Karibu tena katika muendelezo wa simulizi yetu tamu na ya kusisimua. Kama bado hujabonyeza alama ya subscribe, please bonyeza alama ya subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele au weka notification bell on ili uwe wa kwanza kupata simulizi zote tunazoweka hapa. Haya, sasa tuendelee na simulizi yetu. Giza lilikuwa zito kiasi cha kuweza kukatwa na kisu. Linda alikuwa amepiga magoti akisubiri zawadi aliyoahidiwa na mume wake, bila kujua kuwa kifo kilikuwa kimesimama nyuma yake kikiwa kimeshika kisu cha fedha. Sauti ya saa kubwa ukutani ililia kwa kishindo. Juma alipiga kelele ya kinyama, akainua kisu juu kabisa, lakini kabla hajakishusha kwenye shingo ya Linda, mlango wa chumba hicho ulifunguka kwa kishindo cha ajabu. Mwanga mkali wa blue uliingia ndani na Juma akahisi nguvu ya ajabu ikimvuta nyuma. "Juma, usifanye hivyo," sauti ilisikika. Haikuwa sauti ya Linda wala Salimu. Ilikuwa sauti ya mama yake Juma aliyefariki. Juma alianguka chini, kisu kikamtoka mikononi. Linda alipiga kelele na kukimbilia pembeni. Alitetemeka kwa hofu. "Juma, unataka kuniua? Unataka kumuua mtoto wako?" Salimu alitoka kivulini, uso wake ukiwa umegeuka kuwa wa kutisha. Ngozi yake ilikuwa inachubuka na macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. "Maliza kazi Juma. Damu lazima imwagike sasa hivi, ama sivyo mimi na wewe tutakuwa chakula cha madhabahu haya." Hapo ndipo Juma alipogundua ukweli wa kutisha. Salimu hakuwa tajiri kwa sababu ya ujanja wake mwenyewe. Alikuwa ameshindwa kutoa kafara yake mwenyewe mwaka huo na alikuwa amemtumia Juma kama mbadala. Mkataba wa Juma ulikuwa ni mtego wa kumwokoa Salimu. "Ulinidanganya Salimu," Juma aliunguruma huku akijitahidi kusimama. "Ulitaka utajiri Juma. Ulikataa subira ya wazazi wako, ukachagua njia ya mkato. Sasa lipa." Salimu aliruka kama mnyama akimuelekea Linda ili amuue yeye mwenyewe na kumkamilisha kafara. "Linda, kimbia hapa umlinde mtoto." "Ndio, nakimbia." "Enda, mwinde." Licha ya kuwa Juma alikuwa ameingia kwenye mkataba wa giza, chembe ya utu ilikuwa imebaki ndani yake. Alikumbuka jinsi wazazi wake walivyokufa kwa ajili ya kukosa huduma. Na sasa yeye alikuwa anataka kumuoa mke wake aliyembebea uzao. Juma alimrukia Salimu, akaanza kupigana miereka. Mishumaa ikawaka na moto ukaanza kushika mapazia ya nyumba ile ya kizamani. "Linda, kimbia, ondoka hapa!" Juma alipiga kelele huku akimkaba koo Salimu ambaye nguvu zake zilikuwa si za kibinadamu. Linda akiwa na hofu kubwa alikimbia kuelekea mlangoni, lakini aligeuka mara moja na kuona nyumba inaanza kuteketea kwa moto mkali. Aliona sura ya mume wake Juma ikimwangalia kwa mara ya mwisho. Macho yake hayakuwa na tamaa tena, bali yalikuwa na majuto. "Mkataba hauvunjwi kwa maneno Juma, unavunjwa kwa damu ya mtoa mkataba." Sauti ile ya giza ilisikika ikicheka ndani ya moto. Salimu alikuwa amemkamata Juma kooni akitaka kumchoma na kile kisu cha fedha. Lakini Juma kwa nguvu yake ya mwisho alijigeuza na kukumbatia moto ulikuwa umeshika pipa la mafuta lililokuwa karibu. "Kama ni kifo basi tufe wote Salimu, lakini damu ya mwanangu haitakuwa sehemu ya hili." Boom! Mlipuko mkubwa ulitokea. Nyumba ya asili ya Bagamoyo ilipuka na kuwa majivu. Siku ya pili baadaye, Linda alipatikana ufukweni akiwa hai. Hajachubuka hata kidogo. Alikuwa ameshika kijitabu kidogo cha benki ambacho Juma alikuwa amemfichia kwenye kibegi chake kabla hajaondoka. Akaunti ambayo haikuwa na pesa za kishirikina, bali ilikuwa ni pesa halali ambayo ingemsaidia Linda na mtoto wake. Lakini jambo la kushangaza zaidi, miili ya Juma na Salimu haikuwahi kupatikana kamwe. Na mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho wa simulizi yetu hii ya kusisimua. Naomba uniandikie kwenye comment ni kitu gani umejifunza kutokana na simulizi hii tamu na ya kusisimua. Mpaka wakati mwingine tena, tukutane kwenye simulizi nyingine. Bye.